Swanga TV, sauti ya maisha. Kadri ambavyo tunazidi kukua na ndivyo ambavyo changamoto katika maisha zinazidi kutukabili. Kuna wakati huwa tunaona ya kwamba changamoto zinazotujia kwenye maisha siku zote zinakuja kutuharibia maisha. Kumbe baadhi ya changamoto zinatujia kwenye maisha kwa lengo la kutufanya tuweze kujielewa na kujitambua. Mada yangu leo ndio ambayo tunakuja kuelezea faida ya changamoto katika maisha. Nami ni Hamza Shabani Lusambo, amani ya Mungu iwe nawe. Karibu. Faida ya kwanza ambayo tunaipata kupitia changamoto zinazokabili katika maisha. Changamoto hujia kwenye maisha kwa lengo la kufanya tuwe imara, kutujengia misuli kutokana na safari ya mbele iliyokuwa nasi. Inawezekana una ndoto kali huko mbeleni, una ndoto kubwa ya kuja kuwa mtu fulani, lakini bado misuli yako ni midogo na kiasi ambacho ndoto uliyokuwa nayo ukiifikia, changamoto utakazokabiliana nazo zinaweza ikawa kubwa zaidi kuliko zilizo. Kwa kuna wakati Mungu, kwa sababu yeye ndiye anakuandaa kuweza kufikia ndoto yako, kukuandaa kupitia hizo changamoto ambazo zinakukabili ili kuweza kukufanya uwe imara, kufanya uwe na misuli hata siku itakayofika kwa namna moja ama nyingine uweze kuwa na misuli ya kupambana na changamoto kubwa zitakazokabili katika maisha yako. Jambo la pili au faida ya pili ya changamoto zinazokabili, kwamba changamoto zinazokabili hujia kwenye maisha kwa lengo la kutuonesha marafiki wa kweli na marafiki ambao ni wa uongo. Unajua, tumezungukwa na aina mbalimbali ya marafiki, lakini tunao marafiki ambao ni feki. Rafiki ambaye ni feki utamtambua pale utakapokuwa kwenye changamoto au kwenye shida au kwenye maumivu fulani. Siku zote huwa anataka uharibikiwe kabisa na utamuona amejitenga kabisa pembeni. Lakini rafiki wa kweli utakapokuwa katika changamoto ya mitihani, utamuona anakuja, anakufariji na kukupa moyo na anakuambia yatakwisha na maisha mengine yanasonga mbele. Unapokumbana na changamoto au mtihani au maumivu katika maisha, utamjua rafiki wa kweli, kwamba huyu ni rafiki yangu wa kweli na huyu ni rafiki yangu wa uongo. Na hata pale changamoto itakapoisha, utajua ni marafiki gani ambao inabidi kuishi nao katika maisha yako ya kila siku. Lakini faida ya tatu ya changamoto katika maisha. Changamoto katika maisha zinakujia kwa lengo la kufanya uweze kujua nguvu ya Mungu katika maisha yako kila siku. Unajua, kuna wakati huwa tunaamini ya kwamba mambo tunayoyafanya au mafanikio yetu huwa tumefanikiwa kwa sababu ya ujuzi tuliokuwa nayo au elimu tuliyokuwa nayo. Tunasahau ya kwamba kila kitu huwa kinapangwa na Mungu. Unapomsahau Mungu kwenye maisha, kuna wakati Mungu anakuletea changamoto kwa ajili ya kukukumbusha kwamba kuna Mungu aliyekuumba. Tumekuwa tukishuhudia kuna baadhi ya watu hawaendi kwenye nyumba za ibada kwa sababu wanaamini kile walichokuwa nacho ni kwa sababu ya elimu yao au kwa sababu ya uwezo wao. Changamoto zinazotukabili huwa zinatujia kwenye maisha ili tuweze kumrudia Mungu, tuweze kumsujudia yeye na kumtegemea yeye katika maisha yako au katika maisha yetu ya kila siku. Faida ya nne ni kwamba changamoto katika maisha huwa zinatujia kwa lengo la kutufundisha subira na uvumilivu katika maisha tuliyokuwa nayo. Inawezekana bado hujawahi kukabiliana na mitihani ya kufiwa, hujawahi kukabiliana labda na mitihani ya kupotelewa na labda mali zako kuunguliwa na kadhalika. Changamoto hiyo inapokujia ndio sasa inakufanya uweze sasa kujua umuhimu wa uvumilivu, subira na uvumilivu, kwa kuamini ya kwamba hiki ambacho kimenijia kwenye maisha yangu kitapita na maisha mengine yataendelea. Na pale changamoto itakapokujia zaidi na zaidi na zaidi, itakufanya wewe au utajikuta tu from nowhere unavumilia kila changamoto inayokukuta, kwa sababu tayari changamoto za mwanzo zinakuwa zimekufundisha namna ya kufanya subira na uvumilivu katika maisha yako ya kila siku. Lakini faida ya mwisho ni kwamba changamoto zinapokujia kwenye maisha zinakufundisha kuyajua madhaifu yako na makamilifu yako. Inawezekana unajiona wewe uko kamili, yaani umekamilika, na kwa namna moja ama nyingine unaamini kwamba hata changamoto gani ambayo itakujia kwenye maisha unaweza ukastahimili. Lakini changamoto inapokujia unaweza kujikuta zile changamoto zinakufanya uweze kufanya jambo huenda sio la kawaida.
Lakini kuna wakati ndio hiyo jambo linakukuta, unajikuta kutokana na ukamilifu wako unakaa na kuvumilia na kufanya subira kwa lile ambalo limekukuta. Kwa hiyo changamoto inapokujia, utakapofanya jambo ambalo sio la kawaida kutokana na changamoto ambayo imekabili, unajua kabisa kweli makamilifu yangu mimi yako sehemu fulani na madhaifu yangu ya sehemu fulani. Na hapo utajua kabisa mimi nikipatwa na shida, nikipatwa na tatizo, inabidi nikae kwa namna gani au nifanye kitu gani ambacho kitanifanya nisifanye mambo ya ajabu ambayo yamesababishwa na changamoto hizo. Ni imani yangu ya kwamba leo umeweza kujifunza faida ya changamoto, na lazima uelewe ya kwamba si kila changamoto inakuja kwa lengo la kuharibia maisha. Jambo la msingi ni kumtegemea Mungu katika maisha yako ya kila siku. Mtangulize Mungu na mweke Mungu mbele na umuombe aweze kukusaidia kutokana na changamoto mbalimbali kubwa ambazo zinaweza zikatokea katika maisha zikazidi kipimo cha uvumilivu uliokuwa nao. Na nami ni Hamza Shabani Msambo, nikutakie usiku mwema. Bye. Swanga TV, sauti ya maisha.